ndio katika dunia hii ni watu wanaochukua maamuzi magumu. Ili utoboe kwenye dunia hii lazima ufanye maamuzi magumu. Na watafiti wanasema kwa siku moja mwanadamu wa kawaida anatakiwa afanye maamuzi 10,000 yakiwa pungufu 7,000. Kila siku lazima ufanye maamuzi. Ili utoke kitandani uamke ni maamuzi. Ili uende kuoga ni maamuzi. Ili uvae nguo ni maamuzi. Ili unywe chai ni maamuzi. Ili utembee mpaka uje hapa ni maamuzi. Kwa maisha yamejaa maamuzi. Ukikataa kufanya maamuzi, umekataa kupiga hatua. Kwa sababu aliyelala asipofanya maamuzi ya kutoka kitandani, nothing will happen. Hakuna kitakachoendelea ndani ya hiyo siku. Otherwise umeamua kufanya maamuzi. Niko macho. Kuna wale ambao wanaamkaga nusu saa yuko kitandani, ni mtu anashindwa kufanya maamuzi. Kaamka toka saa 12 lakini hajafanya maamuzi ya kutoka kwenye kitanda aanze kufanya mambo yanayompasa kufanya. Swala sio kuamka, fanya maamuzi. Baada ya kuamka, what next? Fanya maamuzi. Kwa dunia inakudai kuwa mtu wa maamuzi. Amen. Lakini hata mfumo ambao Mungu ametuumba akatuachia kitu kinachoitwa kufanya maamuzi. Ndio maana kwenye bustani ya Eden Mungu anatoa agizo, mnaweza kula miti yote lakini huu mti wa katikati msile. Kawaachia maamuzi. Hajalazimisha, hajacommand, lakini anakuachia kufanya maamuzi. Utakula au hautakula. Neno la Mungu anasema nimeweka njia mbele yako, kuna uzima na mauti. Lakini Mungu anakupa ushauri kile anachotaka, kwamba chagua uzima, ila swala la maamuzi ni juu yako. Hakuamuli. Watu wengi wanaulizaga, kwa nini Mungu pale Edeni hakuwapambania ili wasile tunda? Amekuachia hiari ya kufanya maamuzi. Kama kuna kitu cha thamani kikubwa ambacho Mungu amempa mwanadamu, ni ile hiari kufanya maamuzi. Hicho kiko juu yako. Amen. Na maisha yako hivyo yalivyo leo kwa sababu ya maamuzi uliyochukua. Maisha yako hivyo leo kwa sababu ya maamuzi ulioamua kuchukua. Maisha hayawezi kwenda zaidi ya maamuzi uliyoyafanya. Tunasema kwamba unaweza ukachagua kitu chochote, lakini huwezi kukwepa matokeo ya maamuzi uliyoyafanya. You can choose anything, lakini huwezi kukwepa maamuzi ya kile ulichokichagua. Huwezi kukwepa. Kwa chagua chochote, lakini jua maamuzi yako yatakutengenezea aina fulani ya maisha, yatakutengenezea aina fulani ya tabia, yatakutengenezea aina fulani ya watu. Kwa maamuzi ni kitu cha muhimu sana. Ndio maana usije ukakurupuka unapofanya maamuzi. Kaa chini, tulia ili ufanye maamuzi. Usiamue tu kwa sababu kunatakiwa kufanya maamuzi. Kaa chini. Haya ninayoyaamua yananijenga, yananibomoa, yananipeleka mbele, yananirudisha nyuma, yananipa kupiga hatua, yananisimamisha. Kaa chini, tafakari. Amen. Na sisi ni wanawake. Mwanamke yeyote anapofanya maamuzi hajiangalii yeye, kwa sababu nyuma ya mwanamke kuna umati, kuna familia, kuna jeshi, kuna utitiri wa watu. Kwa hiyo maamuzi yoyote anayoyafanya mwanamke lazima azingatie nyuma kabeba kitu gani. Usiamue tu kama unaishi peke yako. Amua ukijua nyuma kuna watu. Nyuma kuna watu unalea, nyuma kuna familia, kuna jamii, kuna taifa, kuna kijiji, kuna ukoo. Ndio mwanamke ambaye tunamzungumzia leo. Si anayeamua kwa ajili yake, anayeamua akiangalia nyuma yangu kuna vitu, nyuma yangu kuna watu. Haya maamuzi yatafanya nini kwa wengine?
Yataumiza, yataponya, yatazidi kuangamiza, yatawaweka vizuri. Naambiaga kila siku watu wanapokuja na kesi zao, naambia hili jambo kabla hujafanya maamuzi, hebu pima, kuna watu wangapi wataumia kupitia maamuzi yako? Kuna watu wangapi watapona kupitia maamuzi yako? Kuna watu wangapi watasurvive kupitia maamuzi yako? Kwa kila kitu usijiangalie wewe, usiwe mbinafsi. Jua kuna watu wanaishi kupitia maamuzi yako. Kuna watu wanavuka kupitia maamuzi yako. Na ukiamua vibaya, kuna watu wanakwama kupitia maamuzi yako. Ndio maana lazima ufanye maamuzi sahihi. Amen. Ukisoma katika andiko letu Samueli 25:25, Samueli wa kwanza 25:25. Lakini ukianzia kule nyuma, tunamuona mwanamke mwenzetu Abigaili. Abigaili aliamua kufanya maamuzi magumu. Wakati mume wake amekosea, wakati mume wake amemjibu vibaya Daudi aliyekuwa akitaka msaada, huyu baba akajibu majibu ya ovyo. Lakini kuna mtumishi mmoja mwenye akili akaenda kumwambia Abigaili, Bwana, majibu aliyotoa bwana wetu yatatuingiza kwenye tatizo. Mwanamke akaangalia akasema, hili tatizo halimkuti peke yake Nabali. Hili tatizo linakuta uzao wa tumbo langu, na mimi nitakuwa included, na mimi nitajumlishwa, na mimi nitahusika. Mwanamke akachukua maamuzi magumu ya kwenda kumfuata Daudi ili atengeneze mambo. Kachukua maamuzi magumu ili atengeneze mambo, ili familia yake na yeye wasiingie matatizoni. Kwa kama mwanamke lazima ufanye maamuzi magumu. Mimi nataka tusome katika kitabu cha Ruth sura ya 1 mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 6, alafu tutaruka tutaenda 16 mpaka 22. Ni habari ndefu, naomba msomaji wangu utanisomea ukimbie. Kuna kitu nataka tukiangalia hapo. Kuna mwanamke huyu pia alifanya maamuzi magumu sana, magumu sana. Ruth sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 6, alafu tutaruka tutaenda wa 16 mpaka mstari wake wa 22. Kama kuna msomaji anaweza kanisomea kwa speed, nitashukuru sana. Naomba aweze kunisomea. Neno la Mungu linasema, Ndio. Ikawa zamani za waamuzi, Ndio. walipoamua, Ndio. kulikuwa na njaa katika nchi. Ndio. Akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu Ndio. ya Yuda, Ndio. akaenda kukaa katika nchi ya Moab. Ndio. Yeye na mkewe na wanawe wawili. Ndio. Na jina la mtu huyo aliitwa Elimeleki. Ndio. Na jina la mkewe Naomi. Ndio. Na majina ya wanawe wawili Maruni na Kilioni. Ndio. Wa Efrathi na wa Bethlehemu ya Yuda. Ndio. Wakafika nchi ya Moabu wakakaa huko. Ndio. Akafa Elimeleki mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili. Nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu. Na jina la mmoja aliitwa Orpa, na jina la wa pili Ruthu. Ndio. Wakakaa huko yapata miaka 10. Ndio. Wakafa na Maloni na Kilioni wote wawili. Ndio. Na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili. Ndio. Na mumewe pia. Ndio. Mstari wa 6, ndipo alipoondoka yeye na wakweze ili kurudi kutoka nchi ya Moabu. Ndio. Maana huko katika nchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewajilia watu wake na kuwapa chakula. Na Luka mstari 16 anasema, naye Ruthu akasema, usinisi ni kuache nirejee nisifuatane nawe. Ndio. Maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Ndio. Watu wako watakuwa watu wangu. Ndio. Na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Ndio. Pale utakapokufa nitakufa nami. Ndio. Na papo hapo nitazikwa. Ndio. Bwana anitendee vivyo na kuzidi. Ndio. Ila kufa tu anasema kufa tu kutatutenga wewe nami. Ndio. Basi alipomwona kuwa amekaza nia yake kufuatana naye, aliacha kusema naye. Hivyo hao wakaendelea wote wawili hata walipofika Bethlehemu. Na ikawa alipofika Bethlehemu, mji wote ulitaharuki kwa habari zao. Nao wanawake wakasema, je, huyu ni Naomi? 20 anasema, akamwambia, msiniite Naomi, niiteni Mara, kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitendea mambo machungu sana. Tunasikia habari ya huyu mwanamke Elimeleki
pamoja na mke wake Naomi. Biblia inasema kuna maamuzi ambayo Elimeleki aliyafanya. Wao watu walikuwa wanaishi Bethlehem, lakini Biblia inasema njaa ikaingia Bethlehem. Ilipoingia njaa, wakatoka Bethlehem wakakimbia wakaja Moabu. Wakaanza kuishi Moabu wakiwa na watoto wao Kilioni na Marion. Neno la Mungu linasema wakati wamekaa huku watoto wao wakaoa wakapata wake. Lakini mauti ikaanza kwenye nyumba ya Elimeleki. Akafa mzee Elimeleki. Baada ya muda wakafa watoto. Akaanza mtoto mmoja wa kiume akafa. Akafuata mtoto wa pili akafa. Mama akashituka. Akasema, hey, hapa inabidi nikae sawa. Kuna mazingira unaweza ukakimbia sehemu, ukakimbia njaa, lakini kumbe ni mahali pana ustawi, pana uhai katika maisha yako ya rohoni. Bethlehemu ilikuwa ni sehemu ina njaa ya mwilini, lakini kwa maisha ya rohoni Elimeleki na familia yake palikuwa na uhai na ustawi na maongezeko na kuishi. Wakakimbia njaa ya mwilini, wakasahau kwamba kuna maisha ya rohoni, kuna uhai wa rohoni, kuna uzima wa rohoni. Wakaenda Moabu. Kufika Moabu wanakuta kuna utele wa chakula, lakini according to them Moabu ni sehemu ya mauti ya Elimeleki na familia yake. Unaweza ukakimbilia kwenye ofisi kwa sababu ina mshahara mkubwa, lakini pana mauti yako. Unaweza ukakimbia ofisi ina mshahara mdogo, lakini pana uhai wako kiroho. Unaweza ukakimbia kanisa ukasema lina watu wachache au sijajidua muujiza, lakini pana uhai wako wa kiroho. Ukakimbilia kwenye umati mkubwa, ukakimbilia kwenye watu wengi, lakini pana kifo cha kiroho. Kama mahali ambapo unaona unastawi kiroho, unakuwa, unapiga hatua, unaongezeka, masuala ya muujiza ni swala la muda tu. Muujiza usikutoe sehemu, is a matter of time. Subiri muda wa Mungu, utafika. Kikombe chako kitasogea, kikapu chako kitasogea, zamu yako itafika. Zingatia mahali pana uhai wako wa kiroho, kwa sababu jambo lolote linaanza rohoni linakuja mwilini. Ukizima rohoni, jua na mwilini umezima. Hakuna uhai mwilini kama rohoni kuna kifo. Ndio maana Elimeleki alipofika Moabu, mauti ikaanza kwake. Ikaenda kwa mtoto wa kwanza, ikaenda kwa mtoto wa pili. Mwanamke anayejielewa, sema mwanamke anayejielewa. Sema mwanamke mwenye maamuzi magumu. Huyu mama nampenda. Biblia inasema alipoangalia katika darubini, akaona hapa nikiendelea kukaa, zamu inayofuata na mimi nazikwa. Na kweli angebaki Moabu, yule mama angekufa, kwa sababu mauti ilikuwa inatembea. Amen. Biblia inasema mama akafanya maamuzi magumu, akasema haiwezekani, lazima nirudi. Hakuna kitu kigumu watu wa Mungu kama kurudi mahali ulikotoka. Ni maamuzi magumu. Leo hii umeolewa, unaishi kwa mume wako, wakwambie urudi kijijini kwenu, sikiliza utakavyojisikia. Maana watu wote watanyosha mikono. Kimemleta nini? Yamemkuta nini? Yapi yamempata? Ndoa imemshinda, maisha yamemshinda, kipi kimemshinda? Huyu mwanamke ni mwanamke aliyefanya maamuzi magumu. Sio jambo jepesi kurudi Bethlehem. Ukisoma unaona kitu simple, lakini kaa chini tafakari. Wewe leo tukurudishe kwenu, unakubali? Hakuna anayekubali. Ni kama unarudi kuanza moja, ni kama unarudishwa zero. Lakini huyu mwanamke Naomi akasema, kama narudi zero, lakini najua zero yangu narudi kwa Bwana. It doesn't matter. Sijali, bora nirudi zero, lakini nikaanze na Bwana, kuliko kungangana kwenye 90 siko na Bwana, kwa sababu hiyo 90 itarudi tu zero. Lakini kwa Mungu nikitoka zero, anaweza kanirusha 80, anaweza kanirusha 120, anaweza kanirusha 500. Mama kafanya maamuzi magumu, akasema nitarudi Bethlehem.
Ndio maana kule mwishoni akaniambia, kwa nini kuniita Naomi? Kwa nini kuniita Naomi? Lakini akakubali kurudi kule ambako watu wanambeza. Watu wanasema, kimekupata nini Naomi? Ulitoka hapa na mume, leo umerudi una mume. Ulitoka na watoto, umerudi una watoto. Naomi akasema, hata kama watanicheka, lakini bora nirudi Bethlehem. Hata kama watasema ameanza moja, sijali kuchekwa kama nimeanza moja. Sijali kuchekwa kama ndio naanza moja. Sijali kama moja yangu niko na Bwana. I'm ready for that. Sijali. Watu wanaweza akakucheka, wakakwambia umerudi nyuma, umepoteza muda, umechezea muda, lakini nikijua ninakorudi ninaanza na Bwana. I'm ready to do that. Niko tayari kuanza na Bwana. Ndicho Elimeleki alichofanya huyu mwanamke Naomi. Akasema narudi. Huku nianze na Bwana, nianze na Bwana. Akarudi. Na mtu mwingine ambaye anajua kuona Ruthi akasema, kama mwanamke sikaache, mtangangana nako. Hata kwa Ruthi haikuwa jambo rahisi. Ulikuwa umeolewa. Kumbuka huyu mama akashamwambia kwamba hata nikisema leo nizae, watoto hawawezi wakakua waje wakuoe. Ni sawa na mtoto kaoa bibi. Haiwezekani. Opa akapiga mahesabu kasema, kwenda kuolewa na kibibi cha kazi gani? Hapana. Bora mimi nibaki zangu Moabu. Lakini Ruth kangangana. Kasema, Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Utakapokuzika na mimi nitazikwa. Tunatamani wawepo wanawake wa jinsi hiyo ambao watangangana mpaka mwisho. Kungangana mpaka mwisho ni maamuzi magumu. Sio kila mtu anaweza. Wengi wanaishia katikati, wengi wanaishia njiani, lakini mwanamke mwenye maamuzi magumu anangangana jambo mpaka mwisho. Hakatii tamaa njiani, haishii njiani, anakomaa mpaka mwisho ili aone matokeo. Tunatamani tuone wanawake wa jinsi hiyo, walio ving'ang'anizi, wanaong'ang'ania, ambao wanasema mpaka nifike mwisho. Tunatamani wanawake wa namna hiyo. Hao ndio wanawake ambao mbingu zinaweza kuamini kufanya mambo makubwa. Lakini wale wanaokatia tamaa njiani hatuwataki. Wale wanaoshia njiani hawa hawawezi. Lakini kuna mtu anaamua kufanya maamuzi magumu na anayakomalia mpaka hatua ya mwisho, mpaka aone kitu kinazaliwa, mpaka aone jambo linatokea. Hao ndio watu ambao Mungu anawahitaji. Huyu mama alipokomaa na Ruthi alipokomaa, tunakuta kuna kitu kilitengenezwa. Ruthi akaolewa na Boaz. Kukatokea uzao ambako Daudi na mkombozi Kristo anakuja kutokea kwa sababu ya mtu mmoja ambaye ni king'ang'anizi, mtu mwenye maamuzi magumu, mtu aliyesema nitakomaa mpaka mwisho. Hatimaye tunaona uzao unachipukia huko, uzao unaibukia huko, uzao unatokea huko kupitia mtu mmoja ambaye amesimamia maamuzi yake magumu. Muulize jirani yako, unaweza ukafanya maamuzi magumu? Mwambie uko tayari kufanya maamuzi magumu. Watu wanataka mambo mepesi. Ndani ya hili gari ulilopanda linaloitwa ufalme wa mbinguni hakuna mambo mepesi. Hakuna mambo mepesi. Kama walikuimbia ule wimbo kwa Yesu tambalale, na kwambia walikosea. Hakuna utambalale. Huku ni nginja. Wenye misuli ya imani, wenye misuli iliyotanuka, wenye misuli iliyokomaa ndio wanaopenya na kutoboa huku. Lakini sileki hawawezi ndani ya huu ufalme. Hauendi na watu sileki. Haufanyi kazi na watu sileki. Tunataka mibuldoza kama kina Apostle Devota, kina Pastor Eva. Tunahitaji mibuldoza ya namna hiyo ambayo iking'ang'ania jambo mpaka liwe. Hao ndio mabuldoza tunayohitaji ndani ya huu ufalme. Natamani na wewe uwe mmoja wapo. Ukechi hii spirit, utembee na hii spirit ya kuwa king'ang'anizi cha maamuzi magumu uliochukua. Hata watu wakikucheka, hata watu wakikuzomea, hata watu wakikubeza, wewe komana maamuzi yako.
unajua mwisho ndio huwa unaongea. Kabla watu hawajaona kitu, wanazungumza lolote wanaloweza, lakini time will tell the truth. Wakati ukifika utawaambia ukweli. Sasa usilazimishe watu wauelewe ukweli katikati. Ni jambo haliwezekani. Kwa nini walazimishe watu waelewe katikati? Wewe unaelewa, mwenye jambo unaelewa kwamba hili linafika mwisho. Mwisho wake utakuwa hivi. Kwa hiyo usiwalazimishe wengine waelewe. Wewe ndio una siri na Mungu wako. Wewe ndio umesikia kwa Mungu. Wewe ndio una maelekezo. Wewe ndio Mungu kasema na wewe. Wewe ndio Mungu kakupa dira. Wewe ndio Mungu kakuonyesha. Wewe ndio Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa hiyo usiwalazimishe watu waelewe wakati jambo liko mwanzoni au katikati. Subiri mwisho, utawaelewesha. Kuna watu wakianza tu kitu, hawanielewi, hawaniungi mkono, hawanitii moyo. Hatutiliwi moyo mwanzoni, mpaka watu waone jambo ndio wanasema hakika huyu ni mwana wa Mungu. Lakini wakati anazaliwa alisema huyu ni nani? Kazaliwa hori la ng'ombe, kitoto cha aina gani? Hakina hata utukufu. Huyu ni seremala, mwana wa seremala tunamjua. Lakini mwishoni walipiga saluti, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Mpaka mwishoni ndio jambo linaongea. Katikati hakuna mtu ataongea. Ndio maana usisikilize watu wanasemaje mwanzoni, watu wanasemaje katikati. Komalia jambo lako, komalia maamuzi yako, komalia unachokiamini, komalia ulichokikubali, komalia ambacho unaona hiki ni Bwana. Haleluya. Komalia hivyo vitu. Ukisubiri kupetiwa utachelewa sana. Ukisubiri watu wakupigie makofi utachelewa sana. Ukisubiri watu wakuunge mkono utachelewa sana. Tunajiunga mkono wenyewe, tunajipigia makofi wenyewe, tunajitia moyo wenyewe, tunajiambia ndio wenyewe, tunajiambia yes wenyewe. Wengine zitafuata. Wakishaona ndio yes zinaanza, ndio makofi yanaanza, ndio heshima zinaanza. Lakini kabla hajaona, wacha wakudharau, usiwalaumu. Ndivyo mwanadamu alivyo. Mwanadamu anataka kuona. Kuamini kwake ni wachache wanaoamini. Lakini mpaka waone kwa macho kimekuwa, ndio wanaamini kwamba huyu kweli ana utumishi. Huyu kweli ana utumishi. Wewe uliyepewa ujumbe leo na apostolic ministry, nakwambia komalia. Usitake saizi watu wakutambue kama apostle. Ndugu yangu, pana mwendo, pana safari. Usiseme walinitabiria, mbona ndio nazidi kudharaulika. Wewe, heshima haiji leo. Heshima haitokei leo. Wewe komaa. Wakati utafika sauti zitaanza kupigwa. Unatembea tu hata bila utambulisho, sauti tu zenye zinapigwa. Hakuna leo kutambulisha, lakini mbingu zinakutambulisha. Ukisimama tu mbingu zinatoa utambulisho wako. Subiri huo wakati, usiulazimishe kabla hujafika. Haleluya. 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 Nimebakiza dakika chache sana, nakaribia kumaliza. Nisema situmie muda mrefu. Haleluya. Haleluya. Lakini kuna mwanamke fulani ambaye yuko kwenye Biblia pia. Napenda alifanya maamuzi magumu. Naomba nisomee kitabu cha Wafalme wa kwanza, sura ya 3, mstari wa 16 mpaka 22. Kimbia pale. Wafalme wa kwanza sura ya 3, 16 mpaka 22. Neno la Mungu linasema, ndipo wanawake wawili makahaba walimwendea mfalme, wakasimama mbele yake. Na mwanamke mmoja akasema, Bwana wangu, mimi na mwanamke huyu tunataka katika nyumba, tunakaa katika nyumba moja. Nami nalizaa nilipokuwa pamoja naye nyumbani. Kisha siku ya 3 baada ya kuzaa kwangu, ikawa mwanamke huyu naye akazaa. Na sisi tulikuwa pamoja. Hapakuwa na mtu mwingine pamoja nasi nyumbani, isipokuwa sisi wawili tu. Na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku, maana alimlalia. Akaondoka kati ya usiku, akamuondoa mtoto wangu ubavuni pangu. Mimi mjakazi wako nilipokuwa usingizini, akamweka kifuani pake. Na mtoto wake mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pangu. Nilipoondoka asubuhi nimnyonyeshe mtoto wangu,
kumbe amekufa. Hata asubuhi nilipomtazama sana, kumbe siye mtoto wangu niliyemzaa. Ndipo yule mwanamke wa pili akasema, sivyo hivyo, bali mtoto wangu ndiye aliye hai na mtoto wako ndiye aliyekufa. Na mwenzake akasema, sivyo hivyo, bali mtoto wako ndiye aliyekufa na mtoto wangu ndiye aliye hai. Ndivyo walivyosema mbele ya mfalme. Ndipo mfalme akasema, huyu anasema mtoto wangu yu hai na mtoto wako amekufa, na huyu anasema sivyo hivyo, bali mtoto aliyekufa ni wako na mtoto aliye hai ni wangu. Mfalme akasema, nileteeni upanga. Wakaleta upanga mbele ya mfalme. Mfalme akasema, mkate mtoto aliye hai vipande viwili, kampe huyu nusu na huyu nusu. Ndipo mwanamke yule ambaye mtoto aliye hai ni wake akamwambia mfalme, kwa maana moyoni mwake alimonea mtoto wake huruma, akasema, bwana wangu, mpe huyu mtoto aliye hai, wala usimuue kamwe. Lakini yule mwingine akasema, asiwe wangu wala wako, na akatwe. Amen. Wanawake wawili makahaba, Biblia inasema wote wakafanikiwa kupata watoto, lakini kuna mwanamke mmoja akashindwa kuchukua maamuzi magumu. Watu wa Mungu, unapokuwa na kitu usilale usingizi ukajisahau. Huyu mwanamke anajijua ana mtoto, lakini analala usingizi mpaka analalia mtoto, analala mpaka analala. Umezaa, umesahau hata kama una kichanga, unalala kama vile uko peke yako, mguu mmoja kule mwingine kule, mwisho umelalia kitoto. Na manake amelalia muda mrefu mpaka mtoto anakufa. Sio tu kulalia mara moja, manake amelalia mtoto hata ashtuki kwamba kuna kitu nimelalia. Unapokuwa una mtoto, whether wa kiroho wa kimwili, usiwe mwanamke wa kulala. Fanya maamuzi magumu ya kutokulala. Mwanamke anapokuwa na kitoto halali usingizi. Wewe unalalaje? Unakoroma, una kitoto kichanga, kuna kubadilisha nguo, mtoto anakojoa, lakini huyu mama inaonekana haikuwa tabia yake hata kumbadilisha. Kalala mpaka asubuhi ndio anashtuka mtoto kafa. Alichofanya, kanyanyuka, kampeleka kwa mwenzie. Mwenzie nalo limelala mpaka mtoto ananyanyua, wanabadilisha, kororororororo, anaota ndoto. Mpaka wanakubadilishia mtoto ushtuki. Fanya maamuzi magumu mwanamke ya kutokulala. Mwanamke halali. Unalala mpaka unabadilishiwa mtoto. Unalala mpaka unabadilishiwa jambo lako. Unalala mpaka unabadilishiwa muujiza wako. Kataa kulala, fanya maamuzi magumu ya kutokulala. Kuna watu wanalala mpaka wanabadilishiwa vitu vyao, mpaka jambo lako litakiwa lifike kesho, kwa sababu ya usingizi linakuja baada ya miaka 6. Kwa sababu unalala. Kufanya maamuzi magumu kama mwanamke ya kutokuwa unalala. Uwe macho kila wakati. Hiyo ni tabia ya mwanamke ndani ya nyumba, yuko macho kila wakati. Chochote kikitokea yeye ni wa kwanza kuona. Kuna vitu vinaharibika ndani ya nyumba zetu kwa sababu tunalala kupitiliza. Kuna tabia za watoto wetu zinaharibikiwa kwa sababu wanawake tumelala. Kuna mambo yanaibuka kwenye nyumba zetu kwa sababu tumelala. Ndio maana leo nimekuja kukuamsha, fanya maamuzi magumu. Usiwe unalala usingizi wa kupitiliza. Wewe ni mwanamke, wewe ni mlezi. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema kesi ikapelekwa kwa mfalme Suleiman. Huyu anasema wangu, huyu anasema wangu. Huyu anasema wangu, huyu anasema wangu. Mzee akachezesha hekima zake. Akasema hapa nifanye nini? Akasema cha kufanya, huyu mtoto apasuliwe katikati. Wewe chukua nusu na wewe chukua nusu. Angalia mwanamke tahira. Sawa apasuliwe tu. Lakini yule mwenye moyo wa uchungu, moyo wa huruma, mlezi ambaye yuko tayari kufanya maamuzi magumu, akasema kuliko mtoto wangu achinjwe, bora ni muache hata niwe namuona nyumba ya jirani, lakini mtoto wangu aishi. Bora huyu kahaba mwenzangu amchukue huyu mtoto, lakini hata niwe namuona kwa mbali, najua ni wa kwangu, alitoka kwenye tumbo langu, ni uzao wangu, hata nikiwa namtazama
Tanzania kule, lakini najua yuko hai, anaishi, kwa sababu najua alimradi amekuja ana hatima, ana kusudi. Mungu amemleta kwa sababu maalum. Kwa hiyo siko tayari kuona huyu mtoto anapotea. Mama kafanya maamuzi magumu. Sio kitu chepesi kusema mtoto huyo aende kwa mtu fulani, sio jambo jepesi. Inahitaji mwanamke anayeweza kufanya maamuzi magumu. Inahitaji mwanamke aliye tayari kufanya maamuzi magumu. Kuna vitu ambavyo vitakudai uviachilie, ni vya kwako, ni haki yako, lakini ili tu kuvisababisha vile vitu viendelee kusurvive na kustawi, lazima ufanye maamuzi magumu ya kuviachilia. Lazima ufanye maamuzi magumu ya kuviachilia. Huyu mwanamke akasema, inanifaa nini? Kwa sababu tukimkata huyu mtoto, maana yake ni mauti. Wote tutapoteza, wote tutakosa. Haijalishi mimi ni mwenye mtoto, lakini acha akakae hata kwa huyu mwanamke mwenzangu. Kule kumuona tu, moyo wangu utakuwa unaridhika. Amen. Amen. Lazima uamue kufanya maamuzi magumu. Kuna vitu utavipoteza kwenye maisha. Kubali vipotee. Kubali vipotee. Lakini inakusaidia wewe kuendelea mbele na safari. Kuna miunganiko ambayo tunaithamini sana, lakini pengine Mungu anaona mbeleni itatuingiza matatizoni. Kubali hiyo miunganiko ipotee ili mbeleni tuwe salama. Kuna watu marafiki ambao tuliamini kwamba wanatufaa, ni watu sahihi kwetu, lakini tukubali hawa watu wapotee ili maisha yetu yaendelee vizuri. Shida ni kwamba inakujaga, watanielewaje? Watanitafsiri vipi? Atanionaje? Ataona kama namkimbia, ataona kama namkwepa. Kama ni Lutu, hamtakiwi kwenda njia moja. Kubali muachane naye. Hata kama itauma, hata kama itakuumiza, lakini kubaliana na hilo. Mwanamke mwenzetu alifanya maamuzi magumu. Magumu. Kuna wakati inakulazimu kuacha vitu uanze sifuri. Kuna mambo yanakudai uanze sifuri. Kubali kuanza sifuri. Kubali kuanza sifuri. Watumishi wa Mungu, sisi tuko tayari kuanza sifuri. Ukiitwa na Mungu ikikataa kuanza sifuri, utafeli maeneo mengi. Kwa sababu kuna wakati utafanya vitu Mungu ataondoa watu wote, unaanza na watu wengine. Watumishi hatuogopagi kuanza moja. Haitupi shida kuanza moja. Na wewe jifunze, mazingira mengine Mungu anataka uanze moja. Ulikuwa unafanya biashara, unashirikiana na mtu, limetokea la kutokea, toka katafute mtaji. Ukiendelea na huyo mtu, mbele kitakachotokea ni kikubwa zaidi kuliko hapa unapotakia kuachia. Ni bora uachie hapa. Ni bora uachie hapa kuliko ukafika kule, umefika kwenye 100, halafu vitu vyote vinapelanganyuka, vitu vyote vinaharibika, vitu vyote vinasambaratika. Bora niachie hapa. Anayeweza kufanya hivyo ni mwanamke anayeweza kuchukua maamuzi magumu. Bila maamuzi magumu huwezi kufanya vitu vya namna hiyo. Wengi wanaogopa kuchukua maamuzi magumu. Wengi wana hofu ya kuchukua maamuzi magumu. Lakini nataka nikwambie, yoyote anayechukua maamuzi magumu, muogope huyo mtu. Mheshimu, msaluti, kwa sababu anakoelekea sio kwa kawaida. Anakoelekea kuna tisha. Anakoelekea kuna ogofya. Mtu yeyote ambaye ameamua kuanza upya, muogope. Usimcheke, usimzomee, usimwimbie pambio. Mpe big salute. Kwa sababu anakokwenda sio kwa kawaida. Ni hatua ambayo watu wengi wanaiogopa. Ni hatua ambayo watu wengi wanaikwepa. Ni hatua ambayo watu wengi hawako tayari kwa ajili ya hiyo. Lakini Mungu anasema wale watu ambao wako tayari kuanza, wamechukua maamuzi magumu, wakaanza upya, na wanapoanza wako na Bwana. Mungu anawapeleka kwa spidi isiyo ya kawaida. Mungu anawapeleka kwa spidi isiyo ya kawaida. Ninazungumza na mwanamke mmoja uliyeko mahali hapa. Fanya maamuzi magumu. Umekuwa ukisita muda mrefu. Unasita kwa muda mrefu. Unaogopa tu kuanza moja. Leo nimekuja kukuambia usiogope kuanza. Anza. Anza.
Mungu yuko pamoja na wewe. Anza, usijicheleweshe hapo, usikae hapo muda mrefu, usijiulize maswali itakuwaje. Mungu ananiambia anza hivyo hivyo, anza. Mbele watakuelewa. Wacha wakucheke wanaokucheka leo, lakini mbele watakuelewa. Wewe anza. Anza, chomoka hapo ulipokaa, sini kwenye kampani, sini kwenye nini. Chomoka hapo. Mungu anakuambia nataka usimame mwenyewe, lakini umeng'ang'ana tu. Wenzangu watanielewaje wasiponipa hiki kiasi tulichoanza nacho? Mungu ana zaidi ya huo mtaji mlioanzia. Ana uwezo wa kukupa zaidi ya mtaji mlioanzia. Wewe fanya maamuzi magumu ya kutoka. Mungu atakupa huo mtaji. Mungu atainua hiyo biashara yako. Mungu atakupa hiyo nafasi. Uko kwenye ofisi unafanya kazi, unasikia kabisa Mungu anasema katika hii kazi unayofanya siko pamoja na wewe. Hii kazi ni kizuizi cha wewe kumuona Mungu, kwa sababu kuna kazi zingine zinaua maisha ya watu wa kiroho. Mungu anazungumza, toka kwenye hii kazi. Unawaza nitakula nini? Nitaishije? Watoto wangu watasomaje? Leo nimekuja kukuambia fanya maamuzi magumu. Fanya maamuzi magumu. Yatakugharimu kwa muda mchache, lakini utainuka na utapiga hatua. Yatakugharimu kwa muda mfupi sana, lakini utainuka na kupiga hatua. Amen. Amen. Sema nimeamua kufanya maamuzi magumu. Sema nimeamua kufanya maamuzi magumu. Sitaki kubaki hapa nilipo. Sitaki kuwa hivi nilivyo. Nataka kupiga hatua. Na ili nipige hatua, lazima nichukue maamuzi magumu. Lazima nifanye maamuzi magumu. Watu wa namna hiyo ndio ambao mbingu inawatafuta. Wanawake wa namna hiyo ndio ambao mbingu inawatafuta. Watu wa namna hiyo wataofanya maamuzi magumu, ambao hata wasipoeleweka. Tunawahitaji wakina Mariamu wa leo, ambao hata watu wakiwa wanamsengenya wanamsema, yeye anasema sijali, ninachojua ya kwamba kusudi la Mungu litimie. Kuna wakati ili kuruhusu kusudi la Mungu lazima ufanye maamuzi magumu. Ilimlazimu Mariamu kumsaliti Yusufu. Ikafika mahali Yusufu anasema anataka kumwacha Mariamu kwa siri, lakini Mariamu hakujali. Akasema hata kama Yusufu ataniacha kwa siri, niko tayari kusudi la Mungu lipite, litimie. Hata kama nitalazimika kuchukua maamuzi magumu, lakini nataka kuruhusu kusudi la Mungu litimie. Kuna mambo mengine yanatudai ili kusudi la Mungu litimie. Liruhusu kusudi la Mungu lipite kwako, hata kama itakugharimu kitu kigumu. Itakugharimu familia yako kutokuelewa. Itakugharimu watu kukutafsiri wanavyoona. Huyu naye haeleweki, maisha yake haeleweki, ni kama yamesimama mahali pamoja. Lakini nataka nikwambie hujasimama mahali pamoja. Kwa wakati huo utakuona umesimama mahali pamoja, lakini spidi za Mungu zikianza, acha kabisa. Spidi za Mungu zikianza, acha. Mungu anafanyaga vitu, kuna wakati ni kama anakurudisha nyuma, lakini kumbe anakupa nguvu na kasi ya kwenda mbele. Amen. Ili jambo liende mbali, ili kitu nikirushe mbali, lazima nianzie nyuma. Nikianzia hapa kitadondokea hapo, lakini nikianzia huku nyuma nikakirusha kitaenda mbali. Nataka nikwambie leo Mungu anaweza akakuanzia nyuma, lakini atakurusha, utaenda kudondokea mbali. Watu watabaki wanashangaa, amefikaje hapa? Ametuaje hapa? Imekuaje afike hapa? Utawaambia ni Bwana amefanya. Wakati mnaona nimerudishwa nyuma, kumbe ndio Mungu alikuwa ananipa hatua mbele. Wanasema unapompiga chura teke, unamwongezea hatua kwenda mbele. Lakini Mungu, watu wanapoona umerudishwa nyuma, Mungu ndio anajichaji kuweza kukusukuma mbele. Naona watu ambao wanasukumwa mbele kwa maamuzi ambayo watayafanya. Naona wanawake ambao wanasukumwa mbele kwa maamuzi magumu wanayochukua jioni ya leo. Naona wanawake ambao wanarushwa hatua za mbali kwa maamuzi wanayochukua leo. Naona wanawake wanapelekwa mbele kwa sababu ya maamuzi magumu waliochukua leo. Naona kuna mtu anatua nafasi fulani, watu wanajiuliza, huyu ametuaje hapa? Huyu ametembeaje hapa? Huyu amepaaje mpaka kufika hapa? Waambieni Bwana, wakati wa Mungu umefika, majira ya Mungu imefika, saa ya Mungu imefika. Jesus power. Nataka
mwisho wa kule umefika. Ndio maana usijiangalie hapa ulipo, usibaki hapa ulipo, angalia kule unakokwenda. Wewe sio mwanamke wa kawaida, wewe sio mtu wa kawaida. Kuna hatua Mungu anakupeleka na Mungu akurushe na kukufikisha mbali. Haleluya, haleluya. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Haleluya, haleluya. Najua watumishi wa Mungu wameomba sana. Mimi nataka to make confession, tufanye ukiri ya kwamba tunafanya maamuzi magumu ambayo yatatupeleka mahali, yatatupeleka hatua, yatatuingiza katika vina fulani. Tutafanya hizo confession mchana wa leo na tutaamini kwamba Mungu ametufikisha sehemu. Haleluya. Sema, Mungu Baba uliye mbinguni, Mungu Baba uliye mbinguni, mchana wa leo niko tena mahali hapa. Asante kwa majira haya ambayo mbingu zimetuamini kusikia taarifa zako. Wakati huu mchana wa leo Mungu umezungumza na sisi kwa habari ya kufanya maamuzi magumu. Mchana wa leo wanawake ambao umetuamini kufanya maamuzi magumu